Wananchi walioathiriwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha wilaya ya Simanjiro, Babati na Hanang' mkoani Manyara na kusababisha kukatika kwa mawasiliano wameiomba serikali ikamilishe kwa wakati ujenzi wa madaraja yanayojengwa na serikali kupitia mpango wa dharura wa ujenzi wa madaraja makubwa na ya kati kwenye maeneo yenye changamoto hiyo. Mohamed Chumvi anaripoti kutoka Manyara. Wakizungumza hayo wakati maeneo mengi hapa nchini yakiwa na changamoto kufuatia mvua kuanza kunyesha na kuharibu miundombinu hiyo na kusababisha madhara, baadhi ya wananchi wakatoa ombi kwa serikali. Changamoto iko kubwa tu kwa sababu ilikuwa wageni wakija wengi ni kwamba wanalala hapa nyumbani, maana pa kuvuka hakuna. Wanalala hapo nyumbani, wanaamka asubuhi wanaenda na safari zao. Kwa kweli changamoto ilikuwa ni kubwa tu, lakini tunamshukuru Mungu ambaye changamoto zitakuwa zimekwisha, daraja lishakuwa tayari. Hapa awali hakupitiki, utaona hakupitiki, maana yake utaona magari yanayotoka Mbulu, Haydom, Dongobeshi yanasimama mistari mpaka umbali karibia kilomita 1. Kwa hiyo hapa ni mji, wakati yani mtu ukishafurika hapa utaona ni mji sio na manyumba. Lakini akitoa maelekezo ya serikali, meneja wa TANROADS katika mikoa 22 ambayo serikali inatekeleza mradi wa dharura wa ujenzi wa madaraja, mtendaji mkuu wa TANROADS Mohamed Besta anawataka kukamilisha ujenzi huo mara moja. Hivyo natoa shime na kuwahimiza wa mameneja wa mikoa kuendelea kuwasimamia kwa karibu sana wale wakandarasi ambao bado hawajakamilisha miradi hii ya dharura iliyobakia, ingawa tuko kwenye hatua za mwisho, kusimamia kwa karibu zaidi ili kuweza kukamilisha na hivyo wananchi waweze kupata huduma katika maeneo ambayo yaliathirika. Katika miradi yote 5 tuliyotembelea leo katika mkoa wa Manyara imetekelezwa na wakandarasi wa ndani. Hivyo tutaendelea kuwaamini na kuwapa nguvu ili waweze kukuza uwezo wao. Huu ni moja ya mradi ambayo imetekelezwa kupitia programu ya SEC ambayo serikali ilitafuta fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya dharura, hasa kutokana na madhara ya El Nino iliyotokea mwaka 2023-24. Katika eneo hili la Dabil, ukiangalia upande wa juu kuna mlima Dabil ambapo kulikuwa na maporomoko ya mawe na maji mengi yaliyosababisha kufunga kwa barabara hii eneo hili la Dabil. Hivyo mkandarasi alipatikana ambaye ni Madata Investment Limited kutokea Dodoma na ametekeleza mradi huu kwa gharama bilioni 1.4. Nikiripotia EATV kutoka hapa Babati mkoani Manyara, mimi ni Mohamed Chumvi, askari wa mwamvuli wa EATV. Asante Mohamed Chumvi. Mkuu wa mkoa wa Simiyu Anna Mringi Macha ameuagiza uongozi wa halmashauri ya wilaya ya Busega na kata ya Lamadi kuhakikisha wanashirikiana kuhakikisha wafanyabiashara wa matunda wa soko la Kisesa ambao maeneo yao yamevamiwa na maji ya mvua zinazoendelea kunyesha wanapata eneo jingine la kufanyia biashara. Taarifa zaidi na Anita Balingilaki kutoka Busega, Simiyu. Akiwa na kamati ya ulinzi na usalama, mkuu wa mkoa huo amefika kwenye eneo la Mto Lamadi na kutoa maelekezo ya serikali. Kweli kuna wafanyabiashara katika yale masoko wameathirika kwa sababu maji yamejaa na yamekuja mpaka maeneo haya. Tulichokifanya hapa ni maelekezo baada ya kutembea eneo hili. Kwanza, tumegundua kwamba moja ya sababu kubwa iliyosababisha maji haya yasiende ziwani ni kwa sababu ya shughuli za kibinadamu. Wamejenga matuta kwa ajili ya kilimo cha mpunga, lakini watu wengine wamejenga matuta makubwa kwa ajili ya kuzuia maji yasije kwenye nyumba zao. Kwa hiyo kuna maeneo yamejengwa katika maeneo haya ya hifadhi za hili bonde au huu mto, matokeo yake maji yanashindwa kwenda kwenye ziwa, ambao niliwaona kwenye vyombo vya habari wakiomba serikali iwasaidie. Sisi tumekuja hapa baada ya kusikia kilio chao, lakini hatua ya kwanza na ya muhimu tulisema wanatakiwa kabisa wahame pale, na kwa hiyo uongozi wa serikali ya halmashauri pamoja na uongozi wa maeneo haya hapa watashirikiana kuhakikisha wale wakubali kupatiwa eneo lingine la kufanya shughuli zao. Mbali na wafanyabiashara kutafutiwa sehemu ya muda kufanya biashara zao, serikali inaahidi kutafuta ufumbuzi wa kudumu wa changamoto hiyo. Sisi kwa upande wetu serikali tutaendelea kushirikiana na uongozi wa wilaya kwa wale ambao wako katika maeneo ambayo wamezingirwa na maji ili tuweze kupata suluhu ya kudumu. Lakini tumetoa maelekezo
kwa halmashauri. Tuache kuruhusu wananchi kuendeleza shughuli za kibinadamu katika yale maeneo ambayo hayaruhusiwi. Wamefikia hatua hata ya kujenga. Sasa sijui kwa nini mtu anajenga, kwa nini mtu anapewa huduma ya umeme, kwa nini mtu anapewa huduma ya maji, wakati tunajua lile eneo alilojenga sio eneo sahihi, na ndio linatuletea matatizo kwa wakati huu. Tunaenda kukaa na uongozi wa serikali wa mamlaka hizi za serikali, kwa maana ya ofisi ya mkuu wa wilaya, halmashauri na wadau wengine wote hapa, kuona ni hatua gani tunaweza kuchukua za kurescue hii hali kwa sasa hivi, na hasa mvua itakapokuwa inaendelea. Lakini tutaenda kushirikiana na wenzetu wa bonde la Ziwa Victoria kuona ni namna gani tunaweza kutafuta ufumbuzi wa kudumu, kwa sababu tumeambiwa kwamba eneo hili matatizo haya si ya mwaka huu tu. Ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Busega inaahidi kesho kukutana ili wafanyabiashara wapate sehemu ya muda kufanya biashara zao. Kutokana na maelekezo aliyotoa mkuu wa mkoa, sisi kesho tunapanga kuongea na halmashauri ya kijiji cha Paramadi, kwa sababu ni serikali ya mtaa ambayo inaweza kusimama na kuelekeza mahali ambapo shughuli zingine zitafanyika za muda. Jamii ya wakazi wa maeneo hayo inaishukuru serikali kwa hatua za utatuzi wa changamoto hiyo. Hili swala sio la kuisha leo. Huu mto umeziba ni siku nyingi sana. Naamini kwa kuwa serikali imefika itatusaidia kwa ajili ya kusafisha. Wanaolima kando ya mto, mvua inaponyesha udongo unatiririka kuelekea kwenye mto. Ina maana na mto napo unaziba. Ina maana wakisitisha shughuli kama hizo za ulimaji, mtu unabaki hewa, maji yanakuwa yanapitiliza tu moja kwa moja. Hii shida inayojitokeza haitakuwepo. Kutoka Busega mkoani Simiyu, Anita Baringira akiwa EATV. Sasa